Wameandika sigara ni hatari kwa afya zetu, lakini sigara sio hatari kwa afya zetu bali ni hatari kwa maisha yetu, kwa sababu mwisho wa siku sigara inakuua kabisa na unapoteza maisha na unaacha familia na wengineo wakiteseka. Wengi sana tumejiingiza katika uvutaji wa sigara, lakini baadaye tukashindwa jinsi ya kuacha sigara. Lakini mwisho wa siku sigara ikawa inatuumiza, huku tukijua kabisa kwamba tunapitia wakati mgumu katika uvutaji wa sigara, lakini bado ni ngumu inakuwa kuacha. Kuna dawa nyingi sana zipo ambazo unaweza ukaacha sigara, na kuna dawa ambayo hii hapa nahitaji tu nikusaidie kwa wewe ambayo unahitaji kuweza kusafisha mapafu yako, kwa sababu mwisho wa siku sigara inaweza kukusababishia kifo. Tofauti tu kusababishia TB na vinginevyo, lakini sigara inaweza kukusababishia kifo kabisa, kwa sababu sumu ya sigara au moshi wa sigara ni mbaya sana. Sio tu kuathiri mapafu, lakini vile vile huweza kuathiri mpaka mishipa au mfumo mzima wa mwili wako au wa damu, kwa sababu ule moshi hupenya kuenda hadi kwenye ubongo, hadi kwenye mishipa ya damu. Yani mwili mzima unajikuta wewe tayari umeisha enea sumu ya sigara. Tumeandikiwa onyo, uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yetu, lakini sio onyo tu uvutaji wa sigara ni afya yetu. Wangetuandikia onyo, uvutaji wa sigara ni hatari kwa maisha yetu. Hapo nadhani ingekuwa iko sahihi zaidi. Karibu sana, hii ni KBTV. Leo nimeamua nikuletee dawa ya kuweza kusafisha mapafu yako na kuweza kusafisha au kuondoa sumu iliyopo ndani ya mwili wako itokanayo na sigara, na uendelee kubaki kuwa salama, na Mungu akikujalia ukiweza basi uweze kuiacha kabisa, kwa sababu sio nzuri kabisa na sio vyema wewe kuvuta sigara wakati ni kitu hatarishi katika maisha yako. Chochote kile ambacho kinaendana na moshi ambacho unakivuta katika mwili wako kina athari kubwa sana katika mwili wako. Karibu sana, kujiunga nasi haina gharama yoyote, ni bure kabisa. Bonyeza subscribe, bonyeza alama ya kengele. Hapo tayari unakuwa mwanafamilia channel yako pendwa kabisa ya KBTV, na hapo unaweza kupata tiba zako asili kwa wakati unaostahili na unaweza kuwa salama kabisa. Karibu na tuendelee. Bana, kama nilivyoeleza hapo awali, ukiachana na dawa ambayo nitakuja kuizungumzia katika video ijayo kuhusiana na kuacha sigara kabisa, yani wewe mwenyewe kabisa ukinusa hata ule moshi wa sigara unahitaji hadi kutapika, hadi unakuletea kichefuchefu, uweze ukaitumia tena na uweze ukarejea tena. Lakini kwa sasa hivi niweze kuwasaidia kwa nyie ambaye mnavuta sigara na tayari imeshawaingia katika damu na mnaitumia muda wote na saa yote, na kupumzika au kuacha umeshindwa kabisa. Inawezekana kuna mwingine anavuta hadi pakiti nzima kwa siku, kuna mwingine anavuta 3, 4, 5, lakini yote ni hatari. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa maisha yetu, kwa sababu mwisho wa siku kama unaambiwa tu aliyopo pembeni yako akinusa ule moshi unamwathiri vibaya sana na kuweza kuumia kuliko anayevuta. Sasa sikudanganye, wewe unaovuta unauingiza ndani ukiwa mpya, alafu yule mtu anaovuta akiwa pembeni, yani ulishatumika tayari, umeingia ndani umetoka. Kwa hiyo unakuwa umeshapunguza kasi ya nguvu fulani hivi au sumu fulani. Kwa hiyo wewe unayevuta ndo upo hatarini zaidi kuliko kwa yule ambaye anayenusa. Unaona Lakini leo bana, jinsi ya kuitibu sasa mapafu yako uyasafishe na damu yako isafishe iweze kuwa salama kabisa. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya hapo, unatakiwa utafute kitunguu saumu. Kitunguu saumu unatakiwa upate hata kimoja, kinakutosha, na umenye zile punje zake vizuri kabisa, kama vile wanavyotengenezaga kutengenezea kiungo cha pilau. Na vile vile unaweza ukakitengeneza vizuri ukakiandaa ukakiweka pembeni. Ukipata kama ni kikubwa zaidi, uwe na punje kuanzia 2 ama 3. Naam, hapo nadhani utakuwa umenielewa. Na kingine unachotakiwa kutafuta hapo ni kitunguu maji. Utafute kitunguu maji kimoja kikubwa, kitunguu maji kabisa, hiki kitunguu ambacho tunaungia mboga. Unatakifuta kimoja kikubwa, vile vile unakimenya vizuri, unakikatakata vizuri. Hapo ni tayari unaanza kutengeneza mchanganyiko wa dawa yako pendwa kabisa ya kuweza kukusaidia. Kingine unatakiwa utafute tangawizi. Nikisema tangawizi kwa aina nyingi sana. Kuna tangawizi ya pakiti, kuna tangawizi ya maji, kuna tangawizi ya nini. Mimi nataka utafute tangawizi yenyewe kabisa, ile ambayo imetoka shamba na iko sokoni. Sisi zinakuwa kama mizizi fulani hivi, inafanania kama mihogo, sio mihogo, lakini nadhani wengi mnaifahamu tangawizi.
ile kabisa yenyewe ya kienyeji. Basi unatafuta tangawizi, ukipata kubwa kubwa hata moja, unaimenya vizuri kutoa maganda ya juu, unaisafisha vizuri, unaiosha kwa sababu nyingi zinakuaga na mchanga. Lakini unaisafisha vizuri, unakatakata vipande vidogo vidogo vya saizi fulani, unaviweka pembeni. Naye pia tunaendelea kutengeneza mchanganyiko wa kuweza kupata dawa yetu pendwa kabisa hii hapo, ili iweze kukutibu hayo mapafu yako au hiyo sumu iliyo katika mwili wako. Kingine cha kutafuta, unatakiwa upate limao. Limao upate kubwa kabisa, sio limao dogo, limao ile kubwa. Basi ukikosa limao kubwa, ukipata limao dogo, basi uwe na malimao kama mawili hivi, lakini uhakikishe kwamba yana maji ya kujitosheleza. Na kama ukibahatika kupata kubwa, basi upate ile moja tu kubwa ambayo ina maji ya kujitosheleza. Sasa hapo inatakiwa uende moja kwa moja utafute kitu cha kuweza kublend. Yaani unatakiwa ublend kama juice. Nadhani hapo utakuwa umenielewa. Basi vitu yote hivyo unaweka kwanza hiyo kitunguu maji, kitunguu saumu pamoja na tangawizi, unatia katika chombo chako kile cha kublend. Ukimaliza ukitia kile pale, unachukua maji kama vikombe viwili ama vitatu. Kutokana na wingi wa vitunguu ulivyokiweka pamoja na tangawizi pamoja na kitunguu saumu, unaangalia wingi wake ukoje. Nikiweka vikombe viwili vitafaa au vikombe vitatu au kikombe kimoja. Kwa hiyo inategemeana na wingi wa vitu vyako ulivyoviweka. Basi ukishaweka hivyo viungo, ukishaviweka katika hiyo mashine yako ya kublend, unakamulia limao. Unakamulia pale, ukishakamulia pale tayari umeshatengeneza na yaani umeshakatakata, umeshavitia pale tayari, umeshakamulia limao, umeshaweka maji vikombe vyako viwili ama vitatu kutokana na wingi wa vitu vyako ulivyoviandaa. Basi unatakiwa ublend isipungue labda dakika moja au kuzidi, kwa sababu inatakiwa isagike kabisa, iwe juisi kabisa, yani isagike vizuri. Basi hapo kisha saga vizuri, unaweza sasa ukaitumia kwa kunywa kikombe. Unaweza ukanywa kikombe asubuhi mapema kabla hujaamka, na jioni kabla hujalala, hata mchana vile vile kama utaweza, kwa sababu yote tunafahamu ni viungo, havina sumu yoyote ambayo tunavitumia siku zote. Unaweza ukatumia mara 2 hadi mara 3 kwa siku. Baada ya siku kadhaa, basi utaona hata mfumo wako wa upumuaji umeweza kurudi kuwa salama. Hapo ujue tayari umeshasafisha mapafu na sumu iliyopo katika damu yako au katika mishipa yako au katika mwili wako, tayari itakuwa imeisha toka kabisa, na hapo utaendelea kuwa salama. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana kwa afya zetu, au ni hatari sana kwa maisha yetu. Tujitahidi tuache kuvuta sigara, kwa sababu sigara mwisho wa siku zinatuharibia maisha. Kwa sababu wengi ambao wamevuta sigara kwa muda mrefu, hata ukimfuatilia hata sehemu ambayo ataenda kujisaidia haja ndogo, ukifika pale basi utakutana na mvuke wa moshi wa sigara, au utakutana na harufu kali ambayo itokanayo na sigara. Sigara ukikolea vizuri katika mwili wako, hata pale jasho lako linapokutoka, lazima kabisa utakuwa unajihisi unanukia sigara au unanuka sigara. Au kwa nguo ambayo ulishaivaa ukatembea nayo kwa muda mrefu, hata ukivua, mwingine ambaye havuti akiinusa, lazima kabisa atakutana na harufu ambayo inaendana na sigara. Kwa hiyo sigara ina sumu kali sana ambayo inahatarisha maisha yetu. Tujitahidi jamani, tuwe makini na tuweze kuepukana na uvutaji wa sigara. Ikiwezekana tuache kabisa. Sigara sio nzuri, sigara inatuumiza, sigara inatupotezea maisha. Tunategemewa. Kama hauna watoto, basi una wazazi wanakutegemea, wewe mwenyewe maisha yako yanakutegemea. Vile vile unategemewa kwa sababu ya kujenga taifa lako. Kwa hiyo karibu sana, hii ni KB TV. Paka katika video ijayo ambayo nitakuelekezea jinsi gani kupata dawa ya kuweza kuiacha kabisa hiyo sigara. Basi usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele. Hapo tutaweza kuwa pamoja pale tunapoupload tu video zetu pendwa kama hizi, na video za tiba asili utakuwa ukipata moja kwa moja hapo ulipo kwa wakati unastahili. Mpaka katika wakati mwingine, nikwambie kwaheri.